naona abductions zimerudi. William Ruto aliapa before the international community that abductions will not happen again, na aka apologize. So what is the need? Wewe unajifanya you are compensating victims of abduction and extrajudicial killing when the same abductions are going on. Hii maneno ya abductions ukiendelea uchaguzi tunaona imeendelea. We are calling upon the international community to put William Ruto on notice. He has become excessive on violation of human rights. Ile maneno tumeona vijana wametekwa nyara, wameteswa, walipatikana kwa gari ya polisi, wamepatikana wametupwa kwa mtaro. They have been tortured, and the last time they were seen they were in police hands. So ile squad ya 101 police officers ilikuwa nafanya abductions and extrajudicial killings has been reactivated. Na pia mimi naambiwa hao watu wa kina Murkomen wanapanga kulete fujo Olkalau, na watu ya Olkalau wanangoja hawa. It will not happen. Hii maneno ya kutisha raia na kutisha wananchi lazima ifike mwisho. So we want to tell our people that abductions are back. They are abducting young Gen Zs who are in one-term movement. They are also abducting journalists, na nimezungumza kwa press conference. We want to tell William Ruto that even if you abduct the people of Kenya, the Kenyan people, your fortunes cannot change. Mambo yako imeharibika irreversibly. Lazima uende nyumbani. And the sooner you accept that your time is up, the better for you. No amount of abductions and extrajudicial killing can bring back the favor you had with the people of Kenya. Wewe ulikuwa na favor kubwa sana kwa watu ya Kenya. Ukaharibu mwenyewe, ukageuka wa Kenya, ukapora mali yao, ukateka watoto nyara, ukaua watoto, ukalete mambo ya ufisadi, ukalete ukabila, ukavamia kila kitu, ukavuja manyumba ya watu Nairobi, ukachoma Gikomba, ukaangaisha kila mtu. Favor ya Mungu na ya wananchi wa Kenya ikakuondokea. Hata ukiteka watoto nyara, hata ukiwaumiza, hata ukiwaua, that favor cannot come back. Imefika ile naitwa mene tekeli. Hapo ndio tumefika. But we must continue calling out William Ruto every day. Nimeona hii vijana wake ya kupiga kelele wakisema watu jaona Rigiji kwa streets akifanya maandamano, akikula tear gas. Mimi hiyo sio line yangu. Kila mtu wako line yake. Everybody ako na strength yake. The strength ya Rigiji sio kwenda kufanya maandamano. Strength ya Rigiji sio kupeleka Wakenya wauawe. Strength ya Rigiji sio kuharibu mali ya wananchi. Rigiji ni mtu ya amani. Rigiji ni mtu ya kutafuta mali, sio ya kuvunja mali. Rigiji ni mtu ya kujenga, sio ya kubomoa. Rigiji ni mtu ya amani, sio mtu ya fujo. Kwa hivyo nyinyi nasikia mnasema ati Rigiji hajafikisha kiwango ya Raila Odinga ya kufanya maandamano, mumepotea. Mimi siko kwa hiyo laini. Kwa sababu mimi sina haja nifanye maandamano watu uwawe niingie kwa serikali kwa nguvu. Mimi nataka kutafuta serikali kupitia debe kwa kura. I want to form government through the ballot. Na nyinyi mnasema ati mimi sijui maandamano. Ni kweli mimi sijui. Mimi msinipimie umaarufu kwa mambo ya maandamano. Mimi ni mtu ya kujenga manyumba, sio ya kubomoa. Mimi ni mfanyabiashara. Mimi kazi yangu ni kukuza biashara ambayo na kuharibu biashara. Mimi ni mtu ya kutafuta amani, hapana mtu ya kutafuta fujo. Kwa hivyo hiyo maneno mnanipimia ilikuwa ya Raila ya fujo na kuharibu mali na kufanya watu wauawe. Mimi siko hapo. Mimi I have my strength. Na William Ruto anajua my strength.